Hilo la polisi mimi silitaki. Mimi ninachotaka tu umtishetishe ili kuninyanyasa mimi sitaki. Kwa sababu hata mimi ni kitu, sio kama sina kwetu. Basi nafikiri hilo halina shaka, nitoe. Nakutoa. Halafu uangalie kazi. Ila kuna kitu kimoja. Kipindi anakuja hapa nampokea, wewe usicheke. Mimi tena nicheke? Wakati na mimi nataka langu liniendee. Mimi wala sicheki mjumbe. Bora tuko sambamba na wewe. Sawa sawa. Hai. Basi hilo nasema limekwisha. Haya mjumbe. Mimi nitachokifanya, akija hapa utanisikia kesho cheche zangu mimi. Sawa sawa. Asante sana. Haya baba. Haya mimi nakwenda. Usisahau kumwambia kesho saa 4 tu ya asubuhi fika hapa kwangu. Ndio tumefika. Mmefika hapa. Sawa sawa mjumbe, nimekuelewa mjumbe. Lakini kucheka tu usicheke. Mimi sicheki mjumbe. Mimi tena nicheke. Basi tumemaliza mama. Wakati nataka yangu yaniendee. Tushamaliza. Haya baba, kwa heri. Haya, asante sana. Nashukuru babangu, nashukuru sana. Natoka baba. Haya, nenda salama. Haya haya. Nenda salama. Nyanyasa kila siku. Shida. Katarina! Katarina! We Katarina! Kwa nini? Katarina kaenda kisimani kuchota maji. Ndio nilikuwa ninakutaka. Bora ulivyotoka. Humu ndani mfanyakazi wenu nani? Mlomweka. Kwani vipi? Katarina leo ni zamu yake kuosha vyombo. Ilikuwaje aondoke bila kuosha vyombo? Mimi nioshe vyombo, pange vyombo. Kweli? Katarina ameenda kisimani kuchota maji ili aje aoshe vyombo. Kwani kuna ubaya? Maji si haya huko. Hebu funua kwanza kama hakuna maji huko. Funua huko kama uone hakuna maji. Mimi sio mfanyakazi humu ndani, ndio hicho ninachogomba. Mwanao angeosha vyombo ndo akaenda kisimani. Kwani akienda kuleta maji mengine kuna tatizo? Angeanza kwanza kuosha vyombo, alafu ndo akaenda kisimani. Hivyo mama Tabu wewe. Kwa nini kila siku ukiamka maneno tu mara kashfa, maneno machafu, matusi? Kwa nini? Unajua nimekuvumilia kwa muda mrefu sana. Nikitegemea labda unaweza ukabadilika, lakini kila siku kukicha afadhali hata ya jana. Kwa nini unakuwa hivyo? Sikiliza sasa. Kama unaitafuta ndani humu amani, basi kazi hapa zifanyike. Hakuna mfanyakazi nyumba hii. Kama maisha ya hapa yamekushinda bibi, unaweza kurudi kwenu. Sawa? Ukaniacha mimi na hii nyumba nikajinafasi na mume wangu na mwanangu. Mali nimechuma na mume wangu. Nyumba nimejenga na mume wangu. Naondokaje mpaka nikuachie wewe nyumba? Asiochuma na? Kwani mimi sijachuma hizo mali? Eti mali nimechuma na mume wangu, nyumba sijui na nini. Hata mimi nimechuma naye, kwani mimi sijachuma naye? Mimi si mke pia kama wewe. Wewe umechuma naye na mimi nimechuma naye. Sasa bibi, kama pamekushinda, una hiari kusuka ama kunyoa. Mimi mpumbavu husband ala si utaki. Au mume wako kwamba mimi ndo mfanyakazi humu ndani. Baki naona mnataka kunichanganya wewe na mwanao. Mimi sio mfanyakazi wenu ndani humo. Msiletee pumbavu husband bwana. Na mimi pia nimechoka vile vile. Hakuna mfanyakazi. Mezoea na mtoto wako kasi kumfanyia kazi kwa kuwa. Kila ambaye ukweli madam nakasirika. Mimi najali. Mama. Kuna nini? Mbona nasikia mzozo makelele nini tena? Mjinga mamako huyu. Leo si zamu ya Katarina hapa nani kuosha vyombo? Sasa yuko wapi? Kisimani kaenda kuchota maji. Maji nimemwambia mama mtu maji hayo. Ila wada yao ipo. Wewe pambana naye tu, ila mimi nitapambana na huyu. Nakwambiaje mwanangu, usipate shida. Hapa mama Katarina atang'oka. Wewe unanijua mdomo wangu? Atang'oka. Mamangu mimi nakwambia. Atang'oka kwa sababu mtoto wake anajua kama leo zamu yake anaenda kisimani kuchota maji. Kwani maji hakuna? Osha vyombo nenda kisimani. Na sasa kama leo anategemea kupikiwa, hakuna bibi Majivu kukaa jikoni pale kupika. Mimi sipiki. Na hapa watapika. Na kama nikitia mguu wangu kwenda kwa katako yangu pale kupika, bibi hawali. Unanijua mimi. Agusi nitukula. Bwana Masweta, nimekuita mimi hapa nyumbani kwangu nikiwa mjumbe wa eneo hili. Huyu mama analeta malalamiko, anaonewa juu yako. Hebu liweke sawa hili jambo. Ndugu mjumbe, mimi kwanza ninalikana. Si kweli. Mimi wake zangu wote wawili na walingania kwa haki. Lakini mke wangu huyu pia naye ni mtu wa chokochoko na ni mchokozi.
huyu ni muongo na yeye ndiye anaendekeza mdomo chokochoko kwa mwenzake. Kwa hiyo ninachokisema mimi sijamuonea, na wake zangu wote wawili nawapenda na wanalingania kwa haki. Alafu ni mtu ambaye hata mimi nikimwambia aniheshimu, matokeo yake anakimbia kuja kushitaki kwako. Kwa hiyo mimi ninachokuhakikishia, haya aliyokuja kuyatoa kama mashtaka sio kweli. Umemaliza bwana? Ndio. Umemaliza? Kawaida hapa kwangu tukiongea baraza, sio tu huyu kaongea hajamaliza huyu adakie. Inatakiwa tukiongea mpaka tunamaliza, tusidakiane maneno. Mimi mjumbe, unajua naongea na nani? Najua. Huniamini? Hujalifika kuja kusema maneno yenu hapa? Kwanza hayo maneno yako na hayo macho yako peke yake yanaonyesha kwamba wewe ni muongo. Huyu mama unamuonea. Huyu mama anaonewa tu. Anaonewa. Tena inawezekana mnachangia wewe na huyo mkeo kumuonea huyu mama mpaka hana amani. Huyu kila kukicha anaenda kushtaki. Sasa huyu ni mwanamke. Hata mila na desturi zetu haziruhusu hivyo. Sasa huyu anaonekana kwamba ni mtu ambaye angekuwa ananisubiri mimi mmewe na kuja nyumbani ananikalisha chini, tunazungumza kama amekosewa na mwenzio mimi nawasuluhisha. Lakini kwa kunikosea adabu na kuonyesha kwamba ni mtu mwenye domo lake hivi, anakuja kushtaki. Sio vizuri. Mke wangu unaniaibisha. Kwa nini uje kwa mjumbe? Yeye ni lini huyu mjumbe amewahi kuja kwako? Tena nakuomba nakwambia kitu kimoja. Yoyote anayetangulia kushtaki ndio mwenye sheria. Huyu sheria nayo anaonewa. Kwa hiyo nataka mkakae salama, mjirekebishe tabia zenu za maisha. Sawa mama? Sawa baba. Toke na hapa, mwende na mkakae kwa usalama, kwa amani huko nyumbani. Nikuelewa babangu. Sawa mama? Sawa baba. Haya bwana, nawatakia maisha mema. Nendeni bwana. Unanipa kilo upande lakini nenda tu. Au nimwache nikuache? Umwache vipi? Kwani umekuja kuniozesha hapa? Haya mama, nendeni nyumbani na mumeo. Hicho nilichowaitia hapa ni upatanishi. Nimechoka kila siku kuwasikia na kuwaona mkiwa mnagombana katika familia yangu. Mimi mume wenu najitahidi sana kila siku kuhakikisha kwamba nafanya upendo wa haki. Hebu kwanza fikirieni, watoto wenu mnawaambukiza nini kama sio chuki pandikizi? Alafu pia nyinyi ni watu wazima. Leo watu wazima kama nyinyi ni watu wa kugombana, kurumbana katika vitu ambavyo havina sababu yoyote. Mimi kama mume wenu ninawapa haki sawa na nyote nawaonyesha upendo, lakini bado nyewe wenyewe mnakuwa ni watu wa chuki, ni watu ambao hamjielewi, mnaniaibisha mpaka kwa majirani. Hivi ni kwa nini wakati nyewe ni watu wazima? Nawauliza, amoni tafutia sehemu mpaka hata watoto hawa ambao mmewazaa nyewe wenyewe mkaambukiza chuki zenu? Mume wangu, mimi nimekuja hapa sikuja kuteseka na kudhalilishwa. Kama umeshoka naomba nirudishe nyumbani, kwa sababu mimi kwetu sijaua. Nimechoka baba Tabu, nimechoka. Nimechoka baba Tabu. Acha unafiki mama Tabu. Nani anayekudhalilisha wewe? Wakati kila siku wewe na mwanao hamuishi kutusimanga na kututukana mimi na mtoto wangu. Baba Katina, mimi nakudhalilisha? Ndio. Nakudhalilisha mimi baba Katina? Naona kuna kitu nanitafuta la rohoni na utalipata tu mama Katina. Wewe mwenyewe unanitafuta. Nisikilizeni. Sikuwaita hapa kuanzisha ugomvi mpya.